waandishi wa habari na pole na majukumu. Kwanza tunamtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai mpaka leo hii, na vile vile kukutanisha leo hapa tukiwa na afya njema. Lakini lengo kuu kukutana hapa leo ni kuongea na nyinyi waandishi wa habari juu ya masuala ya mchezo wetu wa ngumi za kulipwa yanavyoendelea. Sababu kuu, nyinyi pia ni familia yetu, mnapaswa kujua nini kinaendelea kwenye mchezo wetu wa ngumi. So far tuko vizuri, lakini kama kuna mambo ambayo yanahitajika ufafanuzi au nyinyi waandishi wa habari kutusaidia ili umma ujue, ni vyema pia tuweze kutolea maelezo sisi kama chama cha mapromota. Na hapa mnayeongea mimi ni mwenyekiti wa chama cha mapromota, kushoto kwangu ni katibu wa chama cha mapromota, kulia kwangu ni mjumbe wa chama cha mapromota, nadhani wote mnatufahamu. Wengine wana udhuru kidogo, lakini tulikaa kikao kama chama. Kwa mkutano huu ni halali kama chama, tumekubaliana kwa pamoja wajumbe wote wa chama, na yale tunazungumza hapa ni kwa niaba ya chama na kwa niaba ya mapromota wote. Ndugu waandishi wa habari, tunakumbuka kwamba uongozi uliopita hapo awali uliokuwa unaongozwa na rais wetu Chaulimo Parasa uliondolewa baada ya tuhuma mbalimbali na malalamiko mbalimbali, na serikali tunaishukuru sana, kwa maana inapotokea sintofahamu yoyote, basi serikali pia wamekuwa wepesi kutukimbilia na kutusikiliza kwamba viongozi wadau wa mchezo huu mnataka nini na nini kibadilishwe na nini kiweke sawa. Waitukimbilia baada ya malalamiko mengi kuzidi, na wakafanya maamuzi ya kuweza kuondoa uongozi ule, na vile vile ikaundwa tume na mheshimiwa waziri ambayo ilikuwa inapokea maoni mbalimbali kwa ajili ya tuhuma zile ambazo zimetolewa na wadau mbalimbali. Mpaka sasa ule uongozi haujarudishwa, kwa maana walionekana wana tuhuma za kujibu, lakini maamuzi bado wanayo wenyewe serikali. Lakini serikali haikutuacha hivi hivi. Ilipoondoa uongozi ule, basi ikatuletea kamati ya muda. Kamati ya muda iliyokuwepo kipindi kile ilikuwa chini ya mzee wetu Emmanuel Salehe na viongozi wengine kama makamu wake Agapita na Gari Noma na wajumbe wengine kwenye kamati ile. Lakini lengo kuu la kamati ile, pamoja na mambo mengine ya kusimamia ngumi, serikali iliwaamuru kamati ile kwamba wakae waitishe uchaguzi, kwa maana uongozi uliondolewa. La sasa kinachofuata pale lazima uitishe uchaguzi ili viongozi wengine waje waendeleze yale ambayo yamehitajika kuendelezwa katika mchezo wetu wa ngumi. Lakini muda ulitumika kwa kamati ile mpaka wanaondolewa, kwa maana muda wao umekwisha, hawakuweza kufanya uchaguzi. Na serikali pia ikasema basi muda wenu umekwisha, mtupishe. Lakini kwa kuwa majukumu bado yalikuwa yanahitajika, kwa maana kazi waliopewa haikukamilika, serikali ikaunda kamati nyingine tena hapo. Kwa hiyo the same day tu kwamba kamati iliondolewa, na siku hiyo hiyo tukatangaziwa majina mapya ya kamati mpya, ambao sasa hivi mwenyekiti wake ni Patrick Nyembera, nadhani wote mnafahamu. Lakini Nyembera pia kwenye koramu hii ni mpya, lakini si mgeni kwenye kamati, kwa sababu kamati iliyoondoka pia yeye alikuwa mjumbe, na katibu wetu pia Godwin Msajigwa vile vile naye alikuwa katibu wa kamati ile ambayo imeondoka, lakini naye pia kwenye uteuzi huu wa pili ameendelea kuwepo. Kwa hiyo kichofanyika tu kwamba alisindikiza wenzake naye akarudi, kwa hiyo yupo. Sasa kamati iliyopo sasa hivi na kamati iliyoondoka ni kweli walifanya kazi nzuri, kila mmoja wake wao. Hasa kamati hii pia tuna imani nayo kubwa kwa utendaji wao, kwa CV zao. Lakini tukumbuke kwamba viongozi ni binadamu, ndio maana tuko hapa leo kuelezea machache ambayo nyinyi pia mtusaidie tuweke sawa sawa. Kamati iliyopo imejikita moja kwa moja kwenye kuandaa rasimu ya katiba na kanuni zake, kwa maana ndio jukumu kubwa ambalo sasa wameingia nalo wao, pamoja na kusimamia ngumi. Lakini sisi tuko hapa kwa ajili ya kujulisha tu kwamba mchakato ule ulikuwa batili, kwa maana sisi kama chama cha mapromota tunataka mchakato ule urudiwe upya,
kwa maana 3 au 4. Kwanza kabisa hatukupata muda mzuri wa kutosha sisi kama viongozi kukaa na wadau wetu, kwa maana ya mapromota na wadau wengine, tuweze kupitia zile rasimu ya katiba, ili tunapoingia kwenye kikao cha kurasimisha katiba na kupendekeza, basi tuwe na maoni ya wadau wetu. Tulipoandika barua, nikamwagiza katibu wangu andika barua, tumepata rasimu hii, lakini muda ambao tumepewa huu ni mchache sana, hatuwezi kuingia kwenye kikao cha kujadili katiba na kurasimisha katiba ili iweze kusajiliwa basi kupata maoni mapana ya wadau wetu, kwa sababu tunapoongelea katiba, ndugu waandishi wa habari, ni mustakabali wa mchezo mzima wa ngumi za kulipwa nchini. Kuna mambo mengi ndani ya katiba. Kwa hiyo lazima tupitie vipengele hadi vipengele tuweze kuona vina afya kiasi gani, vina afya kwa bondia, vina afya kwa promoters, kwa maana ya wakuzaji na vitu kama hivi. Lakini kamati ili tujibu barua tunayo hapa, mtapewa kwamba tuna muda mfinyu sana, hatuwezi kusubiri. Sasa tunajiuliza maswali, mnawahi wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Leo mnasema muda mfinyu sana. Kwa hiyo lakini tukahudhuria kile kikao cha awali kwa maana ya katiba, ya rasimu ya katiba. Sababu vikao vilikuwa viwili, kikao cha kurasimisha cha kujadili katiba na kikao cha kupitia kanuni. Kwa hiyo nikaongea na wasaidizi wangu, tukasema anyway, japo tumekataliwa tupate muda mzuri wa kuzungumza na wadau wetu, lakini hawa mabwana wametoa maelekezo kwamba twende. Sisi hata twende, kama kuna hoja za msingi tupingane pale pale ana kwa ana. Tulikofika pale tukachikuta kwamba kwanza kingine ambacho mtaka kufahamu, mchakato huu ni batili kwa sababu sisi kama chama tuna kamati ya watu 8. Chama cha promota, chama cha mabondia, chama cha makocha, chama cha waamuzi. Lakini barua ya kamati imeelekeza kwamba kila chama kije na watu 3. Sasa jambo kubwa kama hili, sisi kama chama unafinya nafasi za watu kuja kutoa mawazo yao, kujadili jambo jema kama hili, tukaona kwamba si sawa sawa. Lakini cha kushangaza zaidi, tupoingia kwenye kile kikao tukakuta moja ya wajumbe ambao wale ambao serikali ilishaondoa, kwa maana iliona kwamba hawafai au hawako na sifa za kusaidia ngumi, na tetesi tukasikia kwamba walikuwa wamehusika kwenye kuandaa ile rasimu ya katiba. Lakini hayo ni ya kusikia, lakini ya kuona ni kwamba tupoingia kwenye kile kikao tuliwakuta rais aliondolewa na serikali, alikuwa mstari wa mbele na yeye kutoa mawazo yake. Bwana Yahya Poli ambaye alikuwa katibu kipindi kile, naye pia nadhani kama ni wafuatiliaji mnajua, aliandikiwa barua na serikali kwamba asihusishe na mchezo wa ngumi. Lakini hao ndio tukakuta ndani ya hicho kikao. Sasa maswali yako mengi, kwa nini mchakato huu ni batili? Sisi kama viongozi tuko hapa kwa ajili ya kusemea watu. Viongozi wale wameondolewa na serikali, na hakuna tamko lolote ambalo limetolewa kwamba wale wako safi, sasa wako tayari na sifa za kusaidia ngumi.